Changamke jamani, muda. Asante meza kuu, asante upande wa kukubali na asante pia upande wa kukataa. Asante kwa wanafunzi wote, habarini za mchana. Nipo hapa mbele yenu kwa ajili ya kukataa mada isemayo ujio wa simu janja ni chanzo cha mmomonyoko wa maadili. Nakataa kwa hoja zifuatazo. Hoja ya kwanza, simu janja zinasaidia katika elimu na upatikanaji wa elimu kwa urahisi, kwa sababu kuna baadhi ya watu wengi ambao hawajaelimika katika elimu ya darasani wanatumia simu janja kupata elimu tofauti tofauti na mafunzo tofauti tofauti bila kuingia darasani. Kwa hiyo inawasaidia kupata maarifa fulani wanapokuwa sehemu popote pale. Hoja ya pili, husaidia kukuza na kueneza lugha. Mfano, mataifa mbalimbali huwa wanapenda kufuatilia vipindi mbalimbali vyenye maadili tofauti. Mfano, mataifa mfano taifa la Kenya, Uganda wanapenda kufuatilia vipindi mbalimbali kutoka kwenye channel za Tanzania ambazo zinafundisha maadili mema. Ile pale inapelekea kukua na kuenea kwa lugha ya Kiswahili, na inawasaidia kwa watu ambao walikuwa hawajui lugha ya Kiswahili, wanaifahamu kwa kupitia maadili ya hizo huduma mbalimbali za kimtandao. Hoja ya tatu ni simu janja husaidia katika ajira pia kipato. Mfano, kuna vijana wengi hawajapata kazi, wapo mitaani bila ajira yoyote, bila chanzo cha kuingiza pesa. Wanatumia simu janja kuingiza pesa, mfano wanatehama mbalimbali. Watu wengine ni wale wanaotumia teknolojia mbalimbali, wanafanya mambo mitandaoni na wanatangaza baadhi ya vitu mbalimbali mtandaoni, wanapata ajira, wanapata pia kipato. Mfano mwingine, kuna vijana wanakuwa wanaomba kazi kwa kupitia hizo simu janja, anarusha tu kwamba mimi natafuta kazi, na kuna watu wengine wanakuwa wanahitaji watu wachapa kazi pia. Wanavyoziona yale maombi, wanapata nini? Wanapata vijana katika ajira. Asante. Asante. Mara nyingi makanisani hii imeasirije? Mfano labda mchungaji yupo pale na ubili, labda binti au kijana yupo anachat, labda mpenzi wake anamtumia SMS, kwa anashindwa kusikiliza yale mambo ya msingi ambayo yanazungumzwa, kwa yeye anakuwa anafanya mambo ambayo hayatakiwi. Kwa imeasiri mara nyingi makanisani. Asante. Asante. Ni muda wa nyongeza. Ni muda wa nyongeza. Mwenye nyongeza, karibu. Asante. Ujio wa simu janja ni chanzo cha kudumaza akili, kwani uwepo wa simu janja umesababisha kudumaza akili. Kwa upande, mtu anakuwepo hawezi kutafuta majibu, anaenda mtandaoni, anaanza kugoogle maswali, anagoogle maswali ili amletee majibu, anashindwa kufikirisha ubongo wake. Asante. Nawasalimu meza kuu, nasalimu upande wa kukubali na nasalimu upande wa kukataa. Mimi kwa hoja ambayo nasema, mimi nakubali kwa hoja ambayo nasema ujio wa simu janja ni chanzo cha mmomonyoko wa maadili katika jamii. Hii ni kweli kwa sababu inaweza ikasababisha kupotea kwa utu katika jamii. Mtu anaweza akatumia hiyo mitandao ya kijamii kutuma taarifa ambazo si za kweli kwa mtu aliyekuazana naye,
au watu wengine ambao hana mahusiano nayo mema katika jamii kwa watu wengine. 2, inaweza kusababisha kutokuwepo katika mawasiliano ya kweli katika jamii. Mtu anaweza kutumia au kwa kubadilisha lugha ambayo inatambulika kwamba anayo kwa kuongea na mtu, aidha kwa njia ya kumtapeli au kwa kumfanyia kitu chochote kile ambacho si kizuri kwa kutumia sauti ya mtu mwingine. Hii inaweza kusababisha ueneaji wa lugha za matusi katika jamii. Lugha ya matusi inaweza ikaenezwa pale ambapo jamii inavyoendelea kutazama au kuangalia zile video ambazo zinatumwa katika mitandao ya kijamii, na hapo inaweza kumfanya mtu aweze kuiga zile lugha zilizotumwa ambazo hazitakiwi kufuatwa katika jamii husika. Asanteni. Asante jamani. Mwenye nyongeza? Asante, karibu hapo dada. Changamka jamani. Asante. Ujio wa simu janja umepelekea matokeo mabaya kwa wanafunzi, hususan wanafunzi wengi wamekuwa wamejikita sana katika masuala unakuta, yani muda wote anashinda mtandaoni, hasa kwa wale wanaotokea nyumbani day scholar. Anakuwa muda mwingi anashinda mtandaoni, anaangalia masuala ya TikTok, yupo FB, anapoteza ule muda yani wa kusoma, muda ambao ilibidi atumie kusoma yupo mtandaoni. Anaenda shuleni, performance yake inakuwepo inashuka. Kwa ujio wa simu janja ni chanzo cha mmomonyoko wa maadili. Asante. Habari za mchana wanafunzi wenzangu. Tunashukuru kwa kushirikiana katika siku ya leo, siku ambayo ilikuwa ni ya mdahalo katika shule yetu ya Southern Highland ambayo iko jijini Mbeya. Kwa muda huu tunashukuru katika pande zote mbili ambazo zilikuwa zinajadiliana au mabishano kati ya mada iliyokuwa mbele yetu, ambao wamebishana vyema kabisa, lakini muda huu tunaenda kuchakata au kutoa msimamo wa matokeo katika pande zote mbili. Kuna changamoto mbalimbali zimejitokeza, lakini tunajua yote ni kujifunza. Sisi ni wanafunzi, tunaelewa, tunajifunza kutokana na makosa. Kwa hivi sasa tunaenda kutangaza matokeo ambayo yalikuwepo katika mdahalo huu, ambapo katika upande wa kukataa wametaja hoja takriban 18. Upande wa kukataa wametaja hoja takriban 18 na upande wa kukubali wametaja hoja takriban 19. Hivyo basi, wanafunzi wenzangu, naenda kumtangaza mshindi ambaye ameweza kushinda katika mdahalo huu kwa siku ya leo, ambaye ni, mko tayari? Ndio. Mko tayari kumsikiliza mshindi? Ndio. Mko tayari kumsikiliza mshindi? Ndio. Naye mshindi ni upande wa kukataa. Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.